Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu wasikilizaji watukufu katika grupu letu hili pendwa, walillahi alhamdu, leo biidhnillahi alkarim tunakwenda kuendelea na utabiri wetu pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Na utabiri wetu katika siku ya leo, tuliahidi katika ule utabiri wa mwanzo na tukasema leo tutazungumzia utabiri wa mwaka 2026 kinyota. Kwa kuwa utabiri wa mwanzo tulizungumzia kimahesabu zaidi, na leo tukasema tutakwenda kuzungumzia kinyota. Huu ni utabiri wa pili ambapo tunakwenda kuuleta kwa kutumia mfumo wa kinyota zaidi. Walillahi alhamdu. Kwanza kabisa, kabla ya yote, kabla hatujaendelea, nilikuwa nikuombe wewe ambaye umo katika grupu letu, basi tambua ya kwamba tumefungua grupu jipya linalo fundisha elimu ya mambo haya: tafsiri za ndoto, tafsiri za nyota, masuala ya kinyota, pamoja na kufundisha elimu mbalimbali za dua mujarabu kabisa, ambazo dua hizo ni makhsusi na ukizifanya Allah hukujibu kwa haraka sana. Tunalo grupu letu jipya kabisa, halihitaji utume chochote zaidi ya kusikiliza masomo na kuuliza maswali pale ambapo unakuwa haujaelewa. Grupu letu ni bure, halina masharti. Masharti yake ni utatufuata WhatsApp. Tafadhali usipige simu ukasema niunge, la, utatuvuruga. Usitume message ya kawaida ukasema niunge. Watu wengi sana wanatuma message. Naomba tutafute kwenye WhatsApp alafu sema niunge. Inakuwa ni rahisi sana kukupata kwenye WhatsApp na kukuunga moja kwa moja. Kwa hiyo grupu letu litakufundisha mambo mengi, na pia litakusaidia mambo mengi, na pia litakufaa kwenye mambo mengi sana. Moja kwa moja turudi sasa katika utabiri wa mwaka 2026 kinyota. Utabiri huu ukoje? Tunasema kwamba Burjul Jauzai, katika mfumo wa kinyota tunaanza na nyota ya Jauza, ya kwamba sanatu at-taallumi wat-tawasuli, kwamba mwaka 2026 kinyota, kuanzia mwezi wa kwanza, ambapo mwezi huu ndio unasimamia nyota ya Jauza, katika mwezi wa Jauza, hapa tunasema ni mwaka wa kujifunza, na mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kimawasiliano. Kwa hiyo ndani ya mwezi wa kwanza watu wengi sana watakuwa ni wepesi sana wa kusoma, na watu wengi sana watakuwa ni wepesi sana katika mfumo wa kimawasiliano. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunasema kwamba ndani ya huu mwaka wa mawasiliano pamoja na kujifunza sana, ni kwamba tatahassanu furasul amali almutanawwi'i, fursa za kazi za aina mbalimbali huongezeka katika mwaka huu wa 2026 kwa mfumo wa nyota. Hapo sasa tumeelezea kwa nyota ya Jauza ambayo inaweza ikasimama katika mfumo wa nyota ya Jauza. Kwa kipindi cha mwanzo katika nyota ya Jauza kutakuwa kuna fursa kama hizo. Jambo la pili, tunasema Buruju Sartwani, nyota ya Sartwani. Nyota hii katika mwaka huu wa 2026 inasimamia haya yafuatayo. Tunasema sanatul himayati wa i'adati at-tawazuni. Huu utakuwa ni mwaka wa kinga na kurejesha uwiano wa maisha. Mwaka huu watu wengi watakuwa na kinga madhubuti sana. Mwaka huu watu wengi watakuwa hawalogeki sana.
ufanye kazi sana kuwaumiza watu katika mwaka huu, haswa wale ambao wamejiwekea kinga zao zitaimarika maradufu na mara mbili ya hapo, na pia uwiano utakuwa mzuri katika mwaka huu. Lakini al-istiqraru al-usariyu awalan, tunasema kwamba utulivu wa familia unatangulizwa katika mwaka huu. Utakuwepo utulivu wa kifamilia, kutakuwa kuna utulivu mzuri sana wa kifamilia ndani ya mwaka huu. Familia nyingi zitatulia, zitakuwa hazina makando, hazina shida, hazina matatizo, na zitakuwa zimetulia sana. Sina maana kwamba familia zitakuwa hazigombani, hapana. Magomvi yatakuwepo na matatizo yatakuwepo, lakini utulivu utakuwa ni mzuri. Huu ndio mwaka 2026 kinyota. Haipishani na kimahesabu, ndio vile vile. Kwa hiyo fursa za kazi aina mbalimbali pia huongezeka, kama tulivyosema kwamba mwaka huu utakuwa na utulivu na mambo kadha wa kadha kama hayo tuliyoyasema. Lakini pia tukiendelea na kingine, tunasema Burju Sartwani. Hii Burju Sartwani itakuwa na mifumo kama hiyo, ambako mifumo hii ni mizuri sana, ambayo mifumo hiyo ni mwaka wa kinga na kurejesha uwiano wa maisha mzuri. Lakini pia utulivu wa familia mbalimbali utatangulizwa sana na utakuwa mbele katika mwaka huu, ambako sasa tunakwenda katika burju nyingine ambayo ni Burjul Asad. Burjul Asad katika upande wa nyota ya Simba. Nyota ya Simba ikifika katika nyota ya Simba, yani tukisimama kwenye nyota ya Simba ndani ya mwaka huu, au ukikutwa na nyota ya Simba, basi tunasema sanatu adhuhuri walqiyadati. Mwaka huu katika nyota ya Simba unakuwa ni mwaka wa kung'ara na kuongoza. Mwaka huu utakuwa unang'aa, lakini mwaka huu utakuwa unaongoza. Lakini vile vile tazidu furasu shuhurati wa taathiri. Nini kinachofanyika? Fursa za umaarufu na ushawishi huongezeka katika mwaka huu. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanatafuta umaarufu ndani ya mwaka 2026 wajitahidi, watapata sana umaarufu. Wale watu ambao walikuwa wanataka ushawishi kwa watu ndani ya mwaka huu wajitahidi kufanya mipango yao ya ushawishi. Mishawisho itakubalika sana ndani ya mwaka huu. Haya, twende katika burju nyingine, katika nyota nyingine tunasema Burjul Adhurai. Burjul Adhurai, ukikutwa na Burjul Adhurai ndani ya mwaka huu, maana yake tunasema mwaka huu utakuwa ni mwaka wa aina gani? Unakuwa ni mwaka huu ufuatao. Unakuwa ni mwaka sanatu at-tandhimi wal islahi. Huu utakuwa ni mwaka wa kupanga na kurekebisha, yani ni mwaka wa mipango na marekebisho. Kuna miaka mingine unapanga jambo halitimii, kila unapopanga haliendi, lakini mwaka huu chochote utakachokipanga kitakwenda na mambo yatakuwa bulbul kabisa bila ya shida yoyote. Na ndio maana akasema tatahassanu as-sihhatu ma'an nidhami. Ndani ya mwaka huu afya huimarika pamoja na nidhamu itaimarika sana. Kutakuwa ni mwaka wa nidhamu kubwa sana mwaka huu 2026.
Haya, ndani ya mwaka huu tunasema kuna burjul mizani. Katika upande wa nyota ya mizani, ikiwadia katika kipindi cha nyota ya mizani ndani ya mwaka huu, basi kipindi hicho kitakuwa sanatu atawazuni wal alaqati. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa mizani na mahusiano, tukiwa tuna maana mahusiano yoyote yatakuwa ni mazuri katika kipindi hicho. Hapa tunazungumzia ni pale kipindi ambacho unakutwa na hizo nyota. Nyota zipo 12 na miezi ipo 12. Tunachokifasiri ni kile ambacho kitakuwa kinatawala kwa wakati huo. Kama nyota hii inatawala kipindi hichi, basi utakuwa hivyo. Nyota hii kitawala kipindi hichi, hali inakuwa hivyo. Haya, tunasema burujul asadi, nyota ya simba. Ndiyo hiyo nyota ya simba. Hapa tumetoka katika nyota ya mizani, tunakwenda burujul asadi, nyota ya simba. Nyota ya simba yenyewe inakuwaje? Nafikiri kama vile tumeieleza hii nyota ya simba. Nyota ya simba tumeieleza. Burujul asadi tumesema sana tudhuhuri wal qiyada, hii tumeieleza. Lakini tukija katika burujul aqrabu, nyota ya nge, ikisimama katika nyota ya nge mwaka huu, tunasema sanatu atahawuli wal amiqa. Ikisimama mwaka huu katika nyota ya nge, yani mwaka huu ukifikia kwenye ile nyota ya nge, basi katika kipindi hicho inakuwa ni mwaka wa mabadiliko ya ndani. Kwa hiyo sio tu mwaka mzima unakuwa una jambo hilo hilo, hapana, bali mambo yanabadilika kulingana na kule kutawala kwa nyota. Mwaka wa mabadiliko ya ndani katika ikifikia kwenye kipindi cha nge. Lakini tunasema takshiful haqaiq, takshiful haqaiq wa tuhsamul mawaqif, ukweli hujitokeza na misimamo huamuliwa. Visimamo, so misimamo. Wa tuhsamul mawaqif, ukweli utasimama na utasimama sana, na misimamo au tunaweza tukasema visimamo, au maamuzi yatakuwa na misimamo ya kweli kwa kila mmoja wetu. Hii ndiyo itakapokuwa imetawala nyota ya Aqrabu ya nge. Burujul Qausi, mshale, itakapofikia katika muda wa mshale, mwaka huu utakapofikia katika muda wa mshale, muda huu ndani ya mwaka huu tunasema patakuwa sanatu atawassu'i wasafari. Utakuwa ni mwaka wa kutanua upeo pamoja na mwaka wa watu kusafiri sana. Kwa ikifika kipindi hicho cha Burujul Qausi, kipindi ambacho itasimama nyota ya Qausi ya mshale, watu watakuwa wanasafiri sana na watu watatanua sana wigo wa maisha yao. Lakini kadhalika wanasema furasun jadidatun fitijaratin wataalimi, na kipindi hicho vile vile kutatokea fursa mpya katika biashara na masuala ya kielimu. Huo ndo mwaka 2026 kinyota katika Burujul Qaus. Na mwaka pia ukikutwa na Burujul Jaddi katika jadi, tunasema sanatul binai wal mas'uliyya. Mwaka huu unakuwa ni mwaka wa watu kujenga sana
na kubeba majukumu sana. Watu wengi watabeba majukumu. For my friend, ukiona mwaka huu umetawala katika kipindi cha burji hii tulioitaja, burji ya Jaddi, basi fanya juhudi, mtafute baba watoto wako. Kama alikutelekezea mtoto, atalea, kwa sababu umemkamata kwenye kipindi chake. Tena, na kama vile mwaka huu tunasema ni mwaka wa kujenga. Kama unataka kujenga, basi tia nia katika burji hiyo na kuhakikishia anza. Hata kama una tofali 5, anza na kuhakikishia zitakuja na utajenga na utastafidi na utafurahi. Lakini tunasema tena, an-najahu ya'ati bitadriji. Mafanikio huja taratibu taratibu, hayaji haraka. Tuwe makini kuweza kufuatilia mafanikio kwa taratibu, mambo yatakuwa sawa. Kitu kingine tunasema adalu, burju dalu, burju ya ndoo, ya dalu, ndoo. Fuatilia tu, ikifika katika utawala wa ndoo, adalu, hapa sasa tunasema kwamba kitakachofanyika ni kwamba sanatul ibtikari, asanatul ibtikari, asanatul ibtikari wa tekniya. Ukifikia katika hali ya dalu, mwaka huu unageuka, unakuwa ni mwaka wa ubunifu pamoja na teknolojia nyingi sana. Lakini vile vile si hivyo tu peke yake, bali tunasema taburuzul afkaru ghairu taqlidi, au ghairu taqlidiya. Kitakachokuwepo ni kwamba mawazo yasiyo ya kawaida hujitokeza, yani mawazo makubwa zaidi ambayo hayafanani na kawaida yatajitokeza katika burju dalu. Lakini kingine burjul hut, nyota ya samaki. Hapo sasa ndio kwenye miezi ya 12 huko kuna kwenda kutawala nyota ya samaki. Tunasema sanatu ruhi wal ilhami, ni mwaka wa kiroho na msukumo wa ndani, ilham. Watu wengi watafanya ibada, watu wengi watakuwa wapo kwa ajili ya Allah, watu wengi watakuwa wacha Mungu, watu wengi watakuwa ni watu wa kheri katika mwaka huu, ndani ya hiyo miezi ya 12 ambapo itakuwa misimama burjul huti, nyota ya samaki. Hivyo ndugu zangu, yanjahu al-amalu alladhi yahmilu maana. Tunasema kazi yenye maana huleta mafanikio. Kwa hiyo fanyeni jitihada, muhakikishe kwamba jitihada zenu zinaweza kufanyika katika haya tuliyowaeleza, ili muweze kupata mafanikio. Msitegemee tu huu mwaka mzuri tutafaidika alafu umekaa nyumbani, hautaweza kupata mafanikio. Mafanikio huja kwa jitihada zako wewe mwenyewe, mbali na kwamba upo katika chombo kizuri. Mwisho kabisa ni kuombe usiache kutuwekea kusema kwenye WhatsApp. Njoo kwenye WhatsApp kwa kutumia namba hizi unazoziona, sema halo ustadh, ninaomba na mimi uniingize katika grupu lenu niende nikajifunze mambo mbalimbali katika ilmu za hizi ambazo mnakuwa mkizifundisha. Tutakuingiza katika grupu letu na hakuna masharti yote, na utajifunza mambo mengi sana. Mwisho kabisa usiache kusubscribe na usiache kushare na ndugu zako wakapata kujifunza haya ambayo leo hii tumeweza kuyafunza. Lakini mwisho kabisa ni kuombe wewe ndugu yangu ambaye umekuwa ukisikiliza katika vipindi vyetu na chaneli yetu, pia usisahau kuweza kuwatumia na wenzako linki hizi ili wafaidike. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.